Hivi unaposikia jina Suleiman, kitu cha kwanza kinachokujia akilini ni nini? Kwa wengi wetu ni hekima. Tunamwona mtu aliyekuwa na akili nyingi kiasi kwamba wafalme na malkia walisafiri kutoka mbali sana ili kusikia maneno machache yatokayo kinywani mwake. Tunaona dhahabu, hekima na kilele cha mafanikio ya taifa la Israeli. Lakini ndugu yangu, leo nataka kuzungumza na wewe kuhusu upande wa pili wa maisha ya Suleiman, ambao watu wengi hatupendi kuuweka kwenye mabango na kuuzungumzia. Nataka kuzungumza na wewe kuhusu mtu aliyeanza na mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu wake, akaishia maisha yake kwa kujenga madhabahu kwa mapepo. Unaona, hapa kuna pande mbili za hadithi hii. Moja ni picha kamili ya mafanikio, nyingine ni mwisho wa kusikitisha na wenye utata. Na tusipokuwa waangalifu, hadithi yake inaweza kuwa hadithi yetu. Unaposoma kitabu cha Mithali, kinaanza na uhakika wa mafanikio. Suleiman anasema, fuata mafundisho yangu na utakuwa na maisha mazuri. Lakini hivi umewahi kuona mabadiliko, hasa unapoanza kusoma sura ile ya 5 mpaka ya 7? Ghafla sauti inabadilika. Anaanza kuongea kwa kusihi, anaanza kuongea kwa kuonya, hasa dhidi ya uzinzi na nguvu ambayo inaonekana ndani yake ya kibinafsi. Nisikilize kwa makini hapa ndugu yangu. Unaposoma sura hizi 3, haisikiki kama mafundisho ya kawaida tu. Inahisi kama iliandikwa na mtu aliyesimama mwishoni mwa maisha yake, akiangalia nyuma kwa macho ya majuto makubwa. Ni kama vile baba aliyefanya makosa mengi na sasa anajaribu kwa nguvu zote kumwokoa mwanawe asiangukie mitego ile ile. Ukweli ni kwamba, na wengi tunafahamu, Suleiman alikuwa na wake 700 na masuria 300. Ndoa hizi za wanawake 1000 kwa ukubwa zilikuwa ni makubaliano ya kisiasa, na watu wengi husema, hiyo ilikuwa ni ile siasa ya zamani tu ya kufanya amani kati ya taifa na taifa. Pale ambapo wanapokuja kwenye makubaliano ya kwamba wanafunga mkataba, basi mara nyingi ilikuwa ikifungwa kwa ndoa kuunganisha tawala mbili. Hii ilisaidia sana kuleta amani katika mataifa. Lakini angalia gharama yake. Ili kufanya amani na dunia, Suleiman aliitangaza vita dhidi ya roho yake mwenyewe. Hakuleta tu wanawake wa kigeni. Madhara yake na matokeo hayo yalileta pia na miungu yao. Kuna mambo makubwa mawili, ama naweza nikasema kuna masomo makubwa mawili ambayo tunapaswa kujifunza kwenye hadithi, hasa upande huu hapa. La kwanza ni matumizi ya kipawa. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kulielewa hili kwa makini, tena makini kweli kweli. Kipawa chako kikubwa sana kinaweza kuwa mtego wako mkubwa sana. Mungu alimbariki mfalme Suleiman hekima, lakini adui aliona nafasi katika jinsi Suleiman alivyoitumia hekima hiyo. Suleiman alidhani anakuwa mwenye busara zaidi. Alidhani, nikimwoa binti wa Farao sitalazimika kupigana vita, na natumia hekima yangu kuyaokoa maisha ya maelfu ya wanajeshi wangu. Jambo hili ilionekana kama vile hakuna vita, ilionekana kama hakuna vurugu, ilionekana kama ni jambo jema lenye kuleta amani kati ya mataifa mawili. Fikiria, kama vile leo tuseme Israeli na Gaza. Tumchukue kiongozi wa Israeli wa leo na kiongozi wa taifa la Palestina, alafu mkataba wao ufugwe na ndoa. Lakini wapendwa, tufahamu kwamba silaha kubwa sana ya adui sio kila wakati huja na shambulio. Silaha yake kubwa zaidi ni muda. Adui hakuharibu ufalme wa Suleiman kwa siku moja. Alitumia uvunjaji wa polepole. Wataalamu huita huu ni mkakati wa njia ya kati au mteremko wa taratibu. Adui anakutathmini wewe hapo sasa hivi katika maisha yako. Ukichukulia mfano huu katika maisha yako mwenyewe, hatazami udhaifu wako, anaangalia kipawa chako ili aone jinsi anavyoweza kukusaidia kukitumia vibaya. Yako mambo matatu unaweza ukaangalia: kipawa chako, namna ambavyo Mungu alipanga kitumike, na namna ambavyo adui anataka kitumike. Kwa mfano, Mungu inaweza kuwa amekubaliki na uwezo wa kuzungumza vema kweli kweli, uwezo wa kuwaconvince watu,
uwezo wa kusimama mbele za watu ukazitema neno mpaka watu mioyo yao ikapiga makofi. Mungu alipanga kipaji hiki kitumike kuwaponya watu, kuwatia moyo na kusema ukweli, ili kweli iwaweke watu huru. Lakini shetani na plani zake anaweza akakifanya akakitumia kipaji hiko kudanganya, kubadilisha ukweli, lakini pia kuharibu hata ndoto za maisha ya wengi ambao wanakuamini na kukusikiliza. Kipaji chako ama kinaweza kuwa ni akili. Mungu amekubariki akili kubwa mno. Matumizi yake ambayo Mungu alitamani yatumike ni kutatua matatizo na kuwahudumia wengine. Badala yake shetani anaweza akakusaidia kukitumia kipaji hiko ukajikuta unakitumia kuhalalisha dhambi zako na kujiona mjanja sana hadi hakuna mwenye uwezo wa kukukamata. Ama kipaji chako unaweza kuta Mungu amekubariki na rasilimali, una pesa na fedha nyingi kweli, na matumizi yake ambayo Mungu alitamani yatumike kwenye dunia ya leo ni kuwa mkarimu na kujenga ufalme, kuwahudumia wale wenye uhitaji. Shetani anaweza akakusaidia kutumia kipaji hiko ukajikuta unakitumia kuwadhibiti watu na kununua njia za kutoka kwenye matatizo ambayo wewe unayasababisha. Ndugu zangu, kuna sehemu isiyoonekana hapa. Unafikiri una kipawa kikubwa sana kiasi kwamba huwezi kudanganywa. Hapo ndipo uko kwenye hatari kubwa zaidi. Adui haji katika wakati wa upanga. Wakati mwingine anakuja na mkataba, wazo zuri na uvumilivu mwingi, kwa sababu najua binadamu hatuna uvumilivu, na uvumilivu wetu una muda. Na matokeo yake yale ambayo unaweza ukayafanya kupitia kipawa hiko, madhara yake kizazi kinaisoma namba. Hii inatuleta kwenye somo letu la pili, mkataba ambao unaufunga bila we mwenyewe kujua. Ndugu zangu wapendwa, wengi wetu tunadhani matendo yetu yanaishia kwetu. Tunafikiri ni maisha yangu, chaguo langu, somo langu, ama kama wengine wanavyosema mwili wangu. Mpendwa, uko wrong, tena uko wrong kweli. Neno la Mungu linatuonya kwamba uovu wa baba unapitia hadi kizazi cha 4. Imeandikwa vema kabisa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 34 mstari wa 7. Hii siyo tu dini, hii ni sheria ya kiroho, na hata wanasayansi sasa wameanza kulielewa hili kupitia somo linalofahamika kama epigenetics. Wapendwa, wanasayansi wanafahamu, na imeandikwa katika tafiti nyingi sana, kwamba unachofanya kinaandikwa katika DNA yako na familia yako inakibeba. Unapofanya makubaliano gizani, iwe ni uzinzi, uongo au maridhiano mabaya, hufanyi tu chaguo la kibinafsi. Unatoa haki ya kisheria kwa roho yoyote ile ambayo ina access na wewe kwa wakati huu, kuwatesa watoto na wajukuu na vitukuu zako. Kuna mambo mengine matatu tena ya kuyaangalia hapa. Huu ni mfano, tena ni mfano halisia kweli, hasa kwenye maisha ya Suleiman mwenyewe. Ili kuangalia hili, tunaweza tukaangalia maisha ya Suleiman na kile ambacho kilimtokea mwanawe Rehoboam. Kitendo alichokifanya Suleiman kilikuwa ni cha ziada na cha tamaa. Mambo ya kiroho yaliyotokea hapa ilikuwa na roho ile ambayo inamfanya ama ahisi hatosheki. Wapendwa, tukio lililomkuta mwanawe, alikuwa na tamaa na akakataa kuwasaidia watu akamkataa. Wapendwa, kitendo alichokifanya Suleiman ilikuwa ni ibada ya sanamu. Mambo ya kiroho ambayo yalitokea hapa, alijikuta na paragana na kuchanganyikiwa kiroho. Badala yake mchanganyiko huo ukaugawa ufalme mara moja. Kingine ni maridhiano. Hichi kilichotokea kiroho ni mipaka iliyokuwa dhaifu. Wapendwa, kitu kilichotokea kwa mtoto wake, utukufu uliondoka na mipaka ikavunjika. Unapofanya uzinzi, hutoshelezi tu hitaji lako kwa wakati huo. Unaipanda mbegu ya usaliti, unampa roho ya tamaa mkataba wa kuwatesa watu wanaobeba jina lako. Wapendwa, Suleiman anatoa onyo katika kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 15, anasema, kunywa maji katika birika lako mwenyewe, ufurahi na mke wa ujana wako. Alijua aliuona mtego, lakini bado aliingia ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, hili linatuleta kwenye sehemu ya 3 wa kile ambacho nataka kuongea na wewe, jinsi ya kuvunja mikataba yako. Wapendwa, hii inatuleta kwenye sehemu ya 3 ya jinsi unaweza kuvunja mikataba ya familia yako. Na ikiwa kama unaisikia sauti hii, basi tambua kwamba nyumba ya familia yako
Yako mengi ambayo yalijengwa juu ya mikataba ambayo si sahihi. Angalia kwa mfano Mfalme Yosia. Kitukuu cha Suleiman alikiona kitabu cha sheria na akagundua kuwa babu zake walikuwa wamesaini makubaliano na giza. Hakuhisi tu huzuni, alifanya ukaguzi. Alichimba mizizi, alizisaga sanamu hadi zikawa vumbi. Hakuacha tu dhambi, aliharibu ushahidi wake. Lakini pia aliziharibu madhabahu za juu sana. Alibomoa madhabahu zote ambazo babu yake Suleiman alikuwa amejenga takriban miaka 300 iliyopita. Wapendwa, usipoharibu mahali pa juu katika maisha yako, patakuwa hapo ikimsubiri mjukuu wako. Ndugu zangu wapendwa, nataka kukuacha na swali la kujiuliza kila wakati unapojaribu kutumia vibaya kipawa chako au kufanya maridhiano ya kimya. Kama kitukuu changu atarudia kitendo hiki miaka 80 ijayo, nitajivunia au nitaogopa?